Basi sawa. Lakini jua mimi nakupenda. Kama unataka kuondoka sijui nini ni sawa, lakini jua unapoondoka kuna mtu anakupenda sana Manyanya. Bwana naweza nikasema kwamba bwana Manyanya ana bahati sana. Kuanzia kwa Matilda mpaka kwa huyu bidada sasa hivi ambaye kidogo ameweza kuleta ule tumeje kuona tena mchezo umerudi upya na umehamia kwa Manyanya na huyu dada ambaye anamtaka Manyanya kwa sasa hivi. Kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakikosa na walikuwa wanakitamani kwa muda mrefu sana. Nakumbuka mashabiki wengi wa dunia walikuwa wanapenda sana ile kapo ya Matilda pamoja na Manyanya, na baada ya Matilda kutoka katika mchezo watu wengi sana walipoteza ile mood ya kuitazama dunia, wakaona kama wamekosa mvuto hivi kwa sababu ni kapo moja pendwa mno. Lakini leo hii ni kama huyu dada ameweza kuirudisha dunia sehemu ambako watu walikuwa wanaitaka. Huo ndio kweli ambao watu wengi tunakuwa tuzungumzie, tunakuwa tukipondea zaidi. Naomba nikampongeze baba Asma moja kwa moja kwa kuweza kufikiria namna gani ambavyo anaweza kairudisha dunia na kuiweka pale watu ambapo walikuwa wanahitaji. Nafikiri kuna watu wakwambia kwamba director kama director sio unasikiliza sana watu na nini utaharibu mchezo, lakini nimeona baba Asma ni mtu ambaye pia kidogo anajaribu kuchukua maoni ya mashabiki zake na kuweza kufanyia kazi baadhi ya vitu ambavyo anaona haviko sawa. Kuna namna ambavyo dunia imekuja kurudi kwenye ramani, kitu ambacho mwanzo ilikuwa imepoteza kabisa ule mvuto kwa ile kukosekana kwa kina Matilda na nini, ile ikaa kama imekosa mvuto, mchezo umebadilika kabisa. Lakini sasa hivi licha ya mchezo kuwa na story nyingine mpya, lakini kuna namna ambavyo imekuwa ikivutia haswa kwa binti huyu ambaye anaonekana akimpenda Manyanya, lakini si kumpenda tu, ni kwamba kinachovutia zaidi ni kwamba mume wa binti huyu ni mwanaume mwenye uwivu kiasi kwamba hataki hata mkewe aende dukani kununua hata mafuta tu ya kujipaka, ataenda kumletea kama atahitaji. Hataki mkewe atoke hata nje ya geti. Na pia alimwambia Manyanya kwamba hata ikitokea mke wangu anakufa huko ndani, anapiga kelele, wewe huruhusiwi kuja kumsaidia mpaka mimi muache afe. Ufa! Manyanya kwa serious nyoka! Nyoka mkubwa Manyanya! China mboga wanaliwa, kula! Mwache afe. Kwa sababu jamaa alihisi kwamba labda akiwa na ule karibu na mkewe kuna namna ambavyo ataenda kutengeneza mahusiano, kitu ambacho ni wivu ambao umepitiliza kiasi kwamba ni wivu ambao unatisha zaidi katika mapenzi. Nafikiri huo wivu sio mzuri, kitu ambacho pia tunaona sasa bidada anaongeza hatari kwa Manyanya ambaye yupo kazini pale, kaajiriwa kwenye familia ya Kawina ambaye ni mume wa bidada huyo. Sasa ukiangalia pale Manyanya ameajiriwa na amewekewa mipaka kabisa, na ameambiwa mipaka yake ni nje ya geti na si ndani ya geti. Hata kitokea mke wake anapiga kelele vipi, aache afe kuliko ni aende akafanyaje akamsaidie, ni kwa sababu ya wivu. Sasa kinacho hatarisha kibarua cha Manyanya ni bidada anakuja kumfungukia Manyanya, anamwambia kwamba anampenda. Lakini jua mimi nakupenda. Kama unataka kuondoka sijui nini ni sawa, lakini jua unapoondoka kuna mtu anakupenda sana Manyanya. Manyanya kitu kama hicho kinamshtua kiasi kwamba anawaza sasa, kwa jinsi tu boss alivyokuwa na wivu, nilikuwa namsaidia kwa sababu una nyoka ndani. Kitendo cha kumsaidia tu kilizua gumzo, akasema kwamba ningemwacha afe. Akija kugundua kwamba mke wake ananipenda itakuwaje? Kwa ni issue ambayo Manyanya alishtuka na aliomba aache kazi. Kitu ambacho nimepitia comment za watu wanaomba bana, Manyanya anatuangusha bwana, au watu hautuwakilishi vyema bana sisi kama wanaume. Inakuwaje yani mtu wa kiume unakuwa una mambo kama ya kiki, kitu ambacho wengi wanasahau Manyanya alipitia kitu gani huko nyuma. Manyanya anachohofia ni historia ya maisha yake, na anakumbuka huko alipopitia changamoto zilizopitia katika mapenzi, na pia anaangalia kilichomleta pale ni kazi. Kuna muda nimekaa bwana nikacheka mwenyewe, nikatafakari, nikasema nimegundua kwa nini wa nani huyu Matilda halisi alikuwa anamkataza Matilda kushiriki katika tamthilia ya Dunia. Ni namna ambavyo tunaona mchezo huu unaenda. Najua bidada yule ni mzuri kwa kweli, hakuna mtu ambaye anaweza kupinga uzuri wa bidada yule na jinsi inavyoonekana anampenda Manyanya. Sasa kuna watu wanaona kama
namna fulani hivi Manyanya anakuwa ni kama anapendelewa hivi kwenye mchezo, sababu tukiangalia Manyanya amekuwa ni mwanaume ambaye anapendwa sana na wanawake. Ukiangalia hata ile season 1 alikuwa ni mtu ambaye akipendwa sana, akina Vai, ukiangalia akina Matilda, wengine wanakunywa sumu kwa ajili yake. Sijajua ni kitu gani ambacho Manyanya anakuwa ana upekee kiasi kwamba anakuwa anapendwa kiasi kile na warembo wanatokea kumzimikia na wanampenda kweli. Lakini nikapigia comment za mwanzoni kabisa, kuna watu wanasema kwamba kuna namna ambavyo Basma bwana ametokea kumpendelea sana Manyanya. Wengine uende bwana Manyanya ndio ametunga mchezo huo, ajipakulia minyama, yani si nzuri ni za kwake, kwamba hivi anapendwa na nini, afu ndo anakataa na anavimba. Sasa nikana napitia comment pale wanakuambia bwana Manyanya, lakini inashangaza Manyanya ni kitu gani ambacho kinamfanya Manyanya labda apendwe kama hivyo na nini, mpaka mrembo anamwacha mwanaume wake ambaye ana pesa, anamjali, anamsamini kiasi kwamba anakwenda kuzimika kwa mtu ambaye ni jobless, tena muda mwingine kazi zenyewe za mchongo. Mbona kama Manyanya anajipendelea fulani hivi katika mchezo huu, kitu ambacho pia kimeleta mvuto. Kuna watu wanampenda sana Manyanya kiuhalisia, mashabiki yani wanapenda sana kuona kapo ikiwa kama hivyo, na kuna watu wanatamani Manyanya mkubali tu bidada huyo hapa ambaye ametokea kumpenda. Sasa ukiangalia story, hata mazingira ambayo bidada ameyatengeneza ili kupendwa na Manyanya, unaanzia kwenye swala la nyoka, anavyoingia ndani anamuita Manyanya aje amsaidie pale, ile kuona nyoka akashtuka akamkumbatia Manyanya. Ndio story inapoanzia, unaona wanatengeneza kitu fulani hivi, kumbe bidada tayari alishatokea kumpenda Manyanya. Pengine labda ni kwa vile Manyanya anavyokuwa mpole, labda ni mtu ambaye anasikiliza na kujali, ikatokea yeye kumpenda kiasi hicho. Lakini story inakuja kutuambia kwamba bana bidada anazidi kuonekana kwamba anampenda Manyanya na anaharibu yeye mwenyewe pasipokuwa anajua kwamba anaharibu bana, akamwa ili kumpakulia minyama Manyanya aonekane kwamba ni mtu mzuri hata kwa mumewe, kwamba ni mfanyakazi mzuri. Akamwadisia bwana, unajua nyoka aliingia ndani 1 2 3 nikamwita Manyanya basi akaja akanisaidia kufanyaje moja. Sasa ile kumbe alikuwa anaharibu ile, bwana mkubwa alikuwa ajui hilo. Sasa yeye hawazi msaada ambao amefanya Manyanya, anaanza kukusaidia. Ina maana unajua wanawake ni watu ambao wanakuwa rahisi sana kudanganyika na vitu vidogo hivi, kwamba kama mmsaidia sasa ataona kwamba Manyanya ndo anajali. Kwa hiyo mwanaume aliingia na wivu hivi, kwa nini amsaidie? Yaani kwa nini imekuwa hivi? Kwa hajatengeneza urafiki naye kweli, ndio maana alimpiga marufuku. Lakini hata chakula alikuwa aletewi, nafikiri ndani kwa kitoki ndani kule, anaenda Manyanya anaagiza chakula mgawani. Sasa mgawani analeta msosi ni mwanamke na nini, ikatokea kuna namna ambavyo yule dada mgawani kuna mahusiano fulani hivi au rafiki ule ukaribu na nini, kwa unajua tena sasa kumbe bwana bidada yeye alikuwa anachungulia na anampenda Manyanya kinoma, yani hata akiwa getini na zoom tu anataka kumwangalia Manyanya sijui na nini. Kuna namna ambavyo ametokea kumzimia Manyanya. Ile bidada kuona kwamba inakuaje wanakambana wana mazoea na dada wa chakula nini wa mgawani. Mwanamke bwana akaingiwa na wivu hatari. Sikaja pale akamwambia bwana nimeona mnashikana kwenye getini hapa sio kwa nini nagomba sijui na mama nyumba tena na nini. Inakuaje mnafanya vitu kipumbavu? Nasema hivyo sitaki kumuona. Akawa mkali kweli kweli bidada. Yote kwa yote tunajua kabisa ni wivu. Manyanya wakati sasa Manyanya anataka kujua shida nini, kwa nini unagomba kwa sababu gani? Yani kwamba mimi nikishikana yeye kuna uhusiano na nini, labda akiniletea chakula na nini, mimi nimependa chakula chake, tumeongea tunafurahia, wewe na kuma nini? Kwa nini unanizuia asilete chakula hapa? Mimi nitakula wapi? Kwa hiyo akamwambia kwanza unanizuia kama nani, kwa nini unizuie? Bidada akaona bana sio case, akamwambia unajua kwa sababu gani mimi nakukataza vitu kama hivi? Nakukataza kwa sababu nakupenda Manyanya. Kwa hiyo Manyanya alishtuka kweli kweli, kitu ambacho akikutarajia. Ndio hapo bidada aliona bora aeleze hisia zake, na mara nyingi akawa anazidi kufanya hivyo kwa Manyanya, akijaribu kumueleza, kumshawishi. Lakini Manyanya alichokuwa anahofia, yeye anahofia usalama wake, anahofia kwa sababu anamjua bwana mkubwa jinsi alivyo. Sasa imagine bwana mkubwa alivyokuwa na wivu kiasi kile, ikatokea akamfuma. Kwa ni kitu ambacho Manyanya alikuwa anaogopa. Na Manyanya baada ya kuambiwa kwamba bwana anapendwa na bidada, aliona ishakuwa ikabidi kujinusuru, akaomba kuacha kazi.
lakini bwana mkubwa Kawina akamwambia bwana, hebu subiri tutazungumza. Akawa apati muda, safari zikawa ni nyingi, siku zikawa zinazidi kwenda, lakini baadaye akajaribu kumshawishi Manyanya 1 2 3, akamwomba msamaha na mambo. Yeye alifikiri kwamba kinachomsababisha Manyanya aache kazi ni pengine mazingira mabovu ambayo yapo, mshahara mdogo. Unajua, hakuwa anajua kwamba Manyanya aliwaza kingine zaidi. Ajua kwamba mke wake anamsumbua, anamtaka. Na vipi kama angemwambia kwamba mke wako ananitaka? Tayari jamaa anavompenda mke wake, kile kibao bado kingemwangukia yeye tu Manyanya, singekuwa kwa mke wake. Kwa Manyanya aliona kujiepusha na yote hayo, bora aache kazi. Lakini bwana Kawina alimshawishi Manyanya waweze kuendelea kufanya kazi na atajaribu kurekebisha mfumo wa maisha yake pale pale yeye kama mfanya kazi. Tunaona kutokana na mambo yalivyokuwa na nini, nafikiri chumbani kwa Manyanya sasa hapo tunaonyeshwa bidada bwana ameingia. Yes, hata muda tunaona bidada anamchungulia, anamwangalia sana Manyanya akiwa katika shughuli zake, anamwangalia sana kwa muda mrefu kiasi kwamba kuna kitu ambacho atamani kukijua kutoka kwake. Anafurahia tu anapomuona na nini, na hichi ambacho alikifanya bidada bwana ni kuingia chumbani kwa Manyanya pasipo kuwa na taarifa, kitu ambacho Manyanya kilimshtua kwa sababu anajua kama mumewe ataona na kugundua basi atakuwa amekwisha. Akamwambia, kwa nini umeingia chumbani kwangu hivi kama hivi? Nani amekuruhusu? Na kwa nini umefanya hivi na unajua mumeo yupo na hivi? Bidada akamwambia, bwana usijali, sikiliza, mtu mwenyewe yuko bafuni anaoga, hawezi kuna ndio. Sasa Manyanya anachofia ni usalama wake, anahofia uaminifu wake wa kazi, na ikija kugundulika kana anakataa kabisa, anapinga vikali vitu kama hivyo. Lakini bidada anamwambia, bana Manyanya, fanya ufanyaje, mimi hapa na kupenda. Nimejaribu kufanya summarization ya mchezo huu hapa nikitaka kuwaweka sawa, kwa kuonesha mashabiki wa dunia jinsi ambavyo mchezo huu unavyokuja kwa kasi kwa namna nyingine tena, kwa sababu ni moja kati ya mchezo ambayo mimi mwenyewe nilikuja kufanya uchambuzi hapa kwenye mchezo huu wa dunia, nikasema kwamba umepoteza mvuto. Sikuwa naongopa, ilikuwa ni ukweli. Mchezo huu ulikuwa umepoteza mvuto kwa namna yake, kwa sababu hata namna wafuatiliaji walikuwa ni wachache, ilikuwa haivutii, story ilikuwa ni kama imebadilika. Kwa sasa story ilikuwa imebadilika, lakini ukiangalia wahusika hawa Manyanya pamoja na huyu bidada pamoja na Kawina, kwenye hii ndio story ambayo imebeba mchezo. Kwa hiyo basi angalie namna ya kuweka hii kitu ikaya sawa zaidi, kwa sababu ndio moja kati ya sehemu ambayo imebeba mchezo kama ilivyokuwa kwa Matilda na Manyanya. Mchezo huu umekuwa ukivutia kwa sasa. Natamani nipate maoni yako pia. Unaonaje mchezo huu tangu ulipoanza? Namaanisha kwamba season 2 episode ya ngapi? Sijui episode 2 sio season 2 jinsi ilivyo. Namna ambavyo imekuwa inavutia. Yote nikitu comment yako hapo maoni, then tutasoma katika kipindi kijacho. Mimi na imani ni wewe mtazamaji mpenzi wa Reggae Films na pia ni mtazamaji wa movie za kibongo haswa tamthilia na umeitazama dunia, basi usiache kutuandikia maoni yako hapo. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Reggae Films. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata updates na makala.